Juma lote hadi mwisho. Pengine watarejea shuleni Jumatatu. Wow. Karibu sana. Asante. Thank you. Umeshapanda mahindi? Mahindi? Bado sijaenda nyumbani. Lakini msimu ni wa upanzi. Ukumbuke kufanya hivyo. Kabisa. Asante. Anasema vitu vingi vinapandwa sana msimu huu. Asante. Kwa hivyo uwe wise. Uwe mmoja wao. Asante. Asante sana. Karibu sana. Asante sana kwa ajili ya wakati kama huu. Nishukuru msikilizaji wewe uliyejaliwa kuweza kusikiliza kipindi chetu cha leo. Na kualika ili kwa pamoja tukaweze kuandamana pamoja. Kwa majina yangu ni jinsi mlivyosikia, mchungaji Johnson Opeywa kutoka kanisa la Neno la Uzima maeneo ya kule Sibuye chini ya mchungaji Joseph Chiteri. Mimi ni baba pia mume, na nakukaribisha kwa ajili ya takriban dakika chache zijazo tukaweze kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. Na kwa kipindi chetu kilichopita tulikuwa tunaangalia wana wa Mungu, na naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu analo kusudi lililo jema kwa ajili yako pamoja nami kuweza kulisikiza neno lake. Tupate neno la ombi ili kwamba Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wakati kama huu. Ni asante Bwana kwa sababu ya upendo wako ulio wa ajabu. Ni asante Bwana kwa sababu ya neema yako iliyo kuu. Hata wakati kama huu tunapotarajia kusikiza neno lako, tunakualika ya kwamba Bwana utaweza kunena nasi. Wacha hekima yako itokayo juu mbinguni ikaweze kuwa sehemu yetu. Roho wako Mtakatifu akaweze kutuelekeza na kutuongoza katika usemi wetu. Uinuliwe na upewe sifa kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako nikitangaza wema wako na ukuu wako ukaweze kudhihirika juu ya maisha yao. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo msikilizaji, tunaendelea na lile somo ambalo tulikuwa tumeanza. Ni msururu tu wa mafundisho kuhusu kuwa mwana wa Mungu, na wakati huu niliwaahidi tutanena kuhusu kuweza kuongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu, na hili ni jambo ambalo kwa kawaida linatarajiwa kwa kila aliye mwana wake Mwenyezi Mungu. Yeyote ambaye anajiita Mkristo ama mfuasi wa Kristo, yeye hutegemea Roho wake Mwenyezi Mungu, na huyu Roho wake Mwenyezi Mungu tunaambiwa kwamba yuakaa ndani ya mioyo yetu, na huyu Roho wake Mwenyezi Mungu anadhihirisha tu uwepo wake Mwenyezi Mungu ndani mwetu, na yeye hupeana nguvu zilizo za kipekee, nguvu ambazo hutokana na Mungu, ambazo humwezesha Mkristo kuishi maisha ambayo ni ya utaua ama maisha ambayo ni ya Ukristo, ambayo hayatokani na juhudi zetu. Kwa hivyo tunamtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Ndiposa ni muhimu kuweza kumuhimiza mtu akaweze kuokoka tu pasipo kujali bidii yake, na kumuhimiza akaweze kumkubali huyu Roho, akaweze kumuongoza katika maisha yake, ndiposa akaweze kuishi maisha yaliyo ya ushindi. Na kwa hivyo swali ambalo tunajiuliza, huyu Roho anapokuja ndani mwetu ni kazi gani ama ni sehemu gani ambazo yeye hutekeleza ama yeye hufanya? Jambo la kwanza, huyu Roho hutusaidia kwa ajili ya kukua kiroho na hata kuwa na tabia iliyo njema, na hili ni jambo ambalo tuliwahi zungumzia kwa wakati mmoja. Ni kitu ambacho kinaitwa sanctification ama utakaso. Wakati tunapompokea Roho wake Mwenyezi Mungu, tunaanza kufanana na Kristo. Yeye huanza kutubadilisha kutoka ndani ili kwamba tukaweze kufanana na Kristo. Yeye huchukua hatua baada ya hatua kuweza kuondoa kile ambacho hakikubaliani naye Mwenyezi Mungu, na huanza kutuumba upya. Yeye huanza kutupatia umbo lililo mpya na lililo tofauti. Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 samahani, Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema, na sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa tunaonyesha kama kwenye kioo utukufu wa Bwana, nasi tunabadilishwa tufanane naye kutoka utukufu hadi utukufu wa juu zaidi ambao unatoka kwa Mungu Bwana ambaye ni Roho. Nitarudia tena, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 14, na sisi sote
ambao nyuso zetu hazikufunikwa, tunaonyesha kama kwenye kioo utukufu wa Bwana, nasi tunabadilishwa tufanane naye kutoka utukufu hadi utukufu wa juu zaidi ambao unatoka kwa Mungu ambaye ni Roho. Hii ni kazi ambayo Roho wake Mwenyezi Mungu hufanya ndani mwetu. Yeye hutubadilisha ili kwamba tukaweze kufanana na Kristo, na hili ni jambo ambalo linachukua hatua ama linachukua kutoka sehemu moja ya utukufu hadi utukufu. Pengine hata kwa njia nyingine unaweza sema inaanzia na kuhesabiwa haki, huo ni aina moja ya utukufu, kwenda kwa kutakaswa sehemu ya pili, na hata kwenda kwa kutukuka sehemu ya tatu ambayo ni utukufu hadi utukufu. Ama unaweza sema kwamba huyu Roho hufanya kazi hatua baada ya hatua. Nataka ukumbuke kwamba kuna sehemu ambayo Biblia inasema kwamba hii kazi njema ambayo alianzisha ndani mwetu ataikamilisha. Kwa hivyo Roho akiwa ndani mwetu, yeye ndiye hutusaidia kuweza kubadilika kufanana na Kristo. Na ndiposa hata tunapofanya uinjilisti ni muhimu kuweza kuwahimiza watu wakaweze kumpokea Roho wake Mwenyezi Mungu ili kwamba akaweze kufanya kazi ndani mwao. Na huyu Roho ndiye huzalisha tunda la Roho ndani mwetu. Tunakumbuka kile ambacho kitabu cha Wagalatia inanena kuhusu upendo, amani, furaha, hata uvumilivu, wema, uaminifu na hata utulivu na hata kuwa na roho wa kiasi. Haya ni mambo ambayo Biblia inasema kwamba ni tunda la Roho, na hili huweza kuzalishwa ndani mwetu ikiwa tuna Roho wa Mungu akiishi ndani mwetu. Huyu Roho hutuongoza ili tukaweze kuacha matendo maovu na kuweza kuishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo humtukuza Mwenyezi Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hakuna sheria inayopinga mambo kama hayo. Ni mstari wa 23. Kwa hivyo Roho wa Mungu hutusaidia kuzalisha hili tunda la Roho, na hili ni tunda moja tu lililo na sehemu mbalimbali. Hebu nataka uchukulie mfano kama chungwa ambalo ni tunda moja lakini na viji sehemu mle ndani. Kwa hivyo upendo ndio ya kimsingi, na hili ni ishara moja hata Yesu Kristo alitumia kusema kwamba mtakapopendana, na niliguzia hili katika vipindi vyetu vilivyopita, ya kwamba mtakapopendana, hiyo ndio itakuwa ishara kwa ulimwengu ya kwamba nyinyi ni wana wangu. Kwa hivyo Roho wa Mungu hutusaidia kuweza kukua hata kuanzia ule wakati tunapookoka, na hata kuzaa tabia ama mwenendo unaoambatana na mwito wetu wa Kikristo. Na pia Roho wa Mungu hutusaidia ili kwamba tukaweze kuelewa ukweli. Biblia inasema kwamba the Holy Spirit will guide you into his truth. Na huyu Roho pia anaitwa Roho wa ukweli. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba akija yule Roho wa kweli atawaongoza muijue kweli yote. Yeye hatanena kwa uwezo wake mwenyewe, bali atanena yote atakayoyasikia. Atawafundisha kuhusu mambo yote yajayo. Msikilizaji, huyu ni Yohana ambaye wakati anapoandika, na huu ni ufunuo ambao anaupokea kutoka kwa Roho wake Mwenyezi Mungu. Roho huyu anamtaja kama Roho wa kweli. Na ukweli katika ulimwengu ambao tunaishi, kunao watu ambao wanasema kunao kweli nyingi. Lakini jambo la ukweli ni kwamba ukweli ni mmoja tu. Na hata Yesu Kristo anasema kwamba yeye ndiye njia na yeye ndiye ukweli. Kwa hivyo huyu Roho wa kweli ndiye atakayewaongoza nyinyi mjue kweli yote. Sijui kama unajua, wewe unapookoka, Roho ama Roho wa Mungu ambaye anaishi ndani mwako anaweza kukuongoza katika kila sehemu ya maisha yako, ile ambayo unatarajia ama ukweli wote ambao ule unajua. Kuna haya maneno ambayo hutumika kwa Kiingereza, ingawa sijui tafsiri yake ya Kiswahili. Pengine nitamuuliza ndugu yangu ataniambia. Neno illuminating, ama huyu Roho huangaza. Unaposoma neno lake Mwenyezi Mungu,
Neno lake Mwenyezi Mungu ndio ufunuo wake Mwenyezi Mungu. Kile ambacho kinafanyika ndani mwetu ni kwamba Roho wa Mungu ambaye yuaishi ndani mwetu anakubaliana na lile neno ambalo umeweza kusoma kwa Biblia na analifanya likaweze kuwa hai ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo huwa tunahimizwa, ni muhimu kuweza kulisoma neno lake Mwenyezi Mungu hata kama hauelewi, lakini unaendelea kusoma hilo neno lake Mwenyezi Mungu kila wakati, kwa sababu huyo Roho aliye ndani mwetu huweza kulifanya hilo neno ulilosoma kuwa hai ndani ya maisha yako. The word of God illuminates, the Holy Spirit illuminates the word of God to us when we read it. Neno la Roho wake Mwenyezi Mungu pia hutusaidia kwa ajili ya kufanya maamuzi, na pia yeye hutupatia mwelekeo. Nataka nikukumbushe ule wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa hapa duniani. Mara nyingi tunaona yeye pia akiongozwa kuweza kufanya mambo mengi. Tunaona akiongozwa hata kuweza kuenda kwa ajili ya kufunga. Tunaona hata akiongozwa ule wakati shetani anapoleta majaribu kwake. Tunaona hata anaongozwa katika sehemu mbalimbali za maisha yake, na hata kufanya maamuzi ambayo yanaambatana naye Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hata Roho wa Mungu yuko kwa ajili ya kutuongoza katika kufanya maamuzi na hata kutupatia mwelekeo. Najua mara nyingi huwa hatudhani katika uamuzi ambao tunafanya tunahitaji Roho wake Mwenyezi Mungu, lakini ni muhimu kuweza kujua ya kwamba kila wakati unapofanya yale maamuzi ambayo yanaonekana kuwa makubwa na hata yale maamuzi ambayo yanaonekana ni madogo, unahitaji Roho wake Mwenyezi Mungu akaweze kukuongoza. Na hata Paulo anatupatia mfano kwa wakati mmoja. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 6 hadi wa 10, Biblia inasema walisafiri kupitia wilaya ya Frigia na Galatia kwa sababu Roho Mtakatifu aliwazuia wasihubiri neno sehemu ya Asia. Walipofika kwenye mpaka wa Misia, walijaribu kuingia wilaya ya Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwaruhusu. Kwa hiyo wakaendelea na safari kupitia Misia, wakafika Troa. Usiku huo Paulo akaona katika ndoto mtu wa Makedonia amesimama akimsihi, njoo Makedonia ukatusaidie. Mara baada ya Paulo kuona maono haya, tulijiandaa kuondoka kwenda Makedonia kwa sababu tuliona kuwa Mungu ametuita kuhubiri habari njema kwa watu wa huko. Kwa hivyo huyu ni Paulo ambaye mfano wake mmoja wakati wa usafiri wake, na usafiri ni kitu ambacho mara nyingi huwa tunakichukulia tu kama jambo lililo la kawaida, lakini hapa tunaona Paulo akiongozwa naye Roho wake Mwenyezi Mungu katika usafiri wake, na anafika sehemu zingine Roho wake Mwenyezi Mungu anamzuilia asiende sehemu zile, na kuna sehemu zingine ambazo Roho wake Mwenyezi Mungu anamwelekeza akaweze kuenda. Na hata nataka nikukumbushe kisa cha Petero. Baada ya kuona ile ndoto, anaelekezwa naye Roho wake Mwenyezi Mungu kwamba akaweze kuenda katika nyumba ya Kornelio katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na ni Roho wake Mwenyezi Mungu ambaye anamuongoza katika hatua ile. Najua unaweza jiuliza na useme ya kwamba huo ni ulikuwa wakati ule, lakini hata huyu Roho wake Mwenyezi Mungu bado anafanya kazi hata wakati kama huu. Najua kunao wale ambao wamekuwa pengine wakisafiri, na wakati mwingine hata Mwenyezi Mungu anakuepusha na ajali kupitia kwa Roho wake. Pengine analeta jambo la kukufanya ukaweze kukawia ili usiende katika ile safari, ama anasababisha kitu kikaweze kutendeka. Na wakati mwingine huwa hatuoni ama hatuelewi kwamba huyo ni Roho wake Mwenyezi Mungu ambaye pengine alikuzuilia usifanye jambo fulani, ama alikuelekeza katika njia nyingine. Je, kuna faida gani katika kuongozwa naye Roho wake Mwenyezi Mungu wakati unapofanya maamuzi ama unapotaka mwelekeo katika maisha? Jambo moja ambalo huwa linajitokeza kwa uwazi ni kwamba mtu huwa na amani ndani ya moyo wake wakati unamsikiza Roho wake Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine unapofanya uamuzi, pengine hautakuwa uamuzi ambao utapendeza watu wote, lakini amani ya Mungu humtawala mtu yoyote yule ambaye humtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu wakati anapofanya maamuzi yake ama anapotafuta mwelekeo wake. Na huyu Roho hunena nasi kwa njia ipi? Ni kupitia tu kwa sauti
sauti nyororo ambayo inanena ndani mwetu. Roho wa Mungu huwa halazimishi wala huwa hapazi sauti kwa kupiga kelele, bali yeye hunena tu kwa sauti ya upole ndani mwetu. Ni jukumu letu kama Wakristo kuweza kuwa makini ule wakati ambao Roho wake Mwenyezi Mungu hunena nasi. Na yeye hunena nasi mara kwa mara kwa ajili ya kututahadharisha na kutuambia kwamba usichukue njia ile, fanya kwa njia hii. Jambo lingine ama sababu nyingine ya sisi kutamani kuwa na Roho wake Mwenyezi Mungu ni kwamba yeye hutuongoza katika huduma, yeye hutuelekeza katika hata kushiriki na watu kuhusu roho, kuhusu wokovu wetu. Pengine kuna yule mtu ambaye unatamani kushiriki naye, unaweza omba naye Mwenyezi Mungu asubuhi na umwambie kwamba nataka unielekeze kwa wale watu ambao unatamani wakaweze kukujua. Na Roho wake Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, yeye atakuelekeza kwa wale watu ambao wanatamani kumjua Kristo. Hii ni njia moja ambayo unaweza kumtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu. Na hata katika kanisa tunajua kwamba Roho wake Mwenyezi Mungu huweza kupeana vipawa mbalimbali kwa ajili ya huduma. Nikirejelea swala la kwa ajili ya kuhudumia watu, najua kunao baadhi ambao hukosa hata ujasiri wakati wa kushuhudia watu kuhusu habari njema ya Yesu Kristo. Lakini mfano mzuri katika Biblia ni mtu ambaye tunamjua na tunamfahamu vyema ambaye anaitwa Petro. Petro kabla ya kufa kwake Yesu Kristo alikuwa mtu ambaye alikuwa mwoga mno, lakini tunaona anapata ujasiri na hata anaweza kuongozwa naye Roho wake Mwenyezi Mungu, kiwango kwamba baada ya kuongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu anaweza kuhubiri habari ya Yesu Kristo kwa ujasiri. Hata anapopelekwa kwa ajili ya mashtaka, tunaona Petero aliye mtu aliye na ujasiri mno. Mojawapo ya sababu ya kutamani Roho wake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kushuhudia kuhusu habari ya Yesu Kristo ni kwa sababu yeye hupeana ujasiri ili kwamba tukaweze kunena habari za Yesu Kristo. Yeye hupeana neema kwa ajili ya kuweza kutusaidia kunena kuhusu habari ya Yesu Kristo. Na tunaona hata baadaye Petero anaweza kupelekwa kwa ajili ya mashtaka, lakini tunaona ujasiri ulio wa ajabu. Nataka tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 11, tuone baadhi tu ya karama ambazo Roho wa Mungu hupeana kwa ajili ya kanisa. Najua hii ni sehemu ambayo tumeweza kupitia pengine kwa vipindi vyetu vilivyopita, lakini nishukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu huwa hai kila wakati. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 hadi 11, karama kwa kila mtu kama yeye mwenyewe apendavyo. Roho Mtakatifu hudhihirisha kwa kila mtu kwa faida ya wote, maana mtu mmoja hupewa neno la hekima na huyo Roho, na mwingine hupewa neno la ufahamu kutoka kwa Roho huyo huyo. Mtu mwingine hupewa imani na huyo Roho, na mwingine karama za kuponya. Huyo huyo Roho humpa mwingine uwezo wa kufanya miujiza, mwingine unabii, mwingine uwezo wa kutofautisha kati ya roho mbalimbali, mwingine aina za lugha, na mwingine uwezo wa kutafsiri lugha. Lakini ni huyo huyo Roho mmoja anayefanya haya yote, naye hugawa. Biblia inatuambia kwamba Roho wake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya faida ya mwili wa Yesu Kristo, yeye hupeana karama mbalimbali kwa ajili ya huduma. Kwa hivyo ni muhimu kuweza kujua kwamba Roho wa Mungu amekupa kipawa gani, amekupa karama gani kwa ajili ya kufaidisha mwili wa Yesu Kristo. Na hizi karama ambazo Roho wa Mungu hupeana kwa ajili ya kanisa, mara nyingi huwa kwa ajili ya huduma, bali si kwa ajili ya mabishano. Na si kwamba kama umepewa karama tofauti na mwingine, kwamba wewe si bora kushinda yule mwingine, bali lengo la Roho wake Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kuufaidisha mwili wake ukaweze kukua kikamilifu kwa ajili ya utukufu wa jina lake samahani. Kwa hivyo Roho wake Mwenyezi Mungu hupeana karama mbalimbali kwa ajili ya huduma kanisani, na tunaona kuna karama kama neno la hekima, kuna karama kama neno la ufahamu, kuna karama kama mwingine hupewa karama ya imani, mwingine hupewa karama hata za kuponya, na huyo Roho hupeana hata uwezo wa kufanya miujiza, mwingine unabii, mwingine uwezo wa kutofautisha kati ya roho mbalimbali, na mwingine aina za lugha, na mwingine hata uwezo wa kutafsiri lugha mbalimbali. Kwa hivyo hizi ni karama tu ambazo Roho wa Mungu hupeana kwa ajili
ajili ya kufaidisha mwili wa Kristo. Na haya ni maneno ambayo yalinakiliwa na Paulo kwa ajili ya kwa kanisa la Korintho. Tunaona pia Roho wake Mwenyezi Mungu huweza kupeana uwezo wa kuomba na kufanya maombezi. Mara nyingi kwa kawaida mwili wa binadamu huwa mdhaifu katika swala la kuomba, na tunajua kwamba hili ni jambo ambalo hata Wakristo wengi hung'ang'ana nalo. Lakini ikiwa utamtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu, sehemu ya maombi itakuwa kama kawaida katika maisha yako. Utagundua kwamba kila wakati Roho anaponena nawe, utapata kama ni swala lililo rahisi mno. Ni kwa sababu gani? Roho wa Mungu hutusaidia katika udhaifu wetu. Yeye huwa pamoja nasi na hata hutunong'onezea ule wakati ambapo tunahitaji kuomba kwa ajili ya mahitaji maalum, kuomba kwa ajili ya watu binafsi, na hata kuomba kwa ajili ya hali mbalimbali. Nataka utazame pamoja nami kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na mstari wa 27. Huyu ni Paulo ambaye ananena kuhusu roho, usaidizi unaotokana na Roho wake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema hali kadhalika Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Nataka utazame hilo neno, katika udhaifu wetu. Ni kwa sababu gani? Ni jambo ambalo katika miili yetu ya kawaida huwa tunang'ang'ana na swala hili. Lakini Biblia inasema kwamba Roho hutusaidia katika udhaifu wetu kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa uchungu usioelezeka kwa maneno. Na Mungu ambaye anachunguza mioyo yetu anafahamu mawazo ya Roho, kwa maana Roho huwaombea watakatifu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo njia iliyo bora zaidi ya kuomba ni kuomba ukimtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba Roho huyu hutusaidia katika udhaifu wetu. Na najua kwamba kuna yule ambaye atasema kwamba ikiwa Roho hutuombea, kuna haja gani ya kuomba? Lakini nataka nikukumbushe ya kwamba Biblia inasema ya kwamba tunapoomba katika Roho pia tunaomba katika ufahamu wetu. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza mstari wa sura 14 na mstari wa 15. Kwa hivyo kuna sehemu ambayo wewe unahusika, ya kwamba unanena na kinywa chako, lakini Roho ndiye hutia nguvu. Roho ndiye hutuelekeza katika uombezi wetu, ili kwamba tukaweze kuomba kile ambacho kinaambatana naye na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kumbuka, kuomba si jambo ambalo ni rahisi kwa wengi, lakini ikiwa tutamtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu, yeye huelekeza kinywa chetu katika usemi wetu, na hata tunapoona ugumu kama Hana hata katika matamshi, tunajipata tunalia ndani ya mioyo yetu, tunaugua katika yule Roho, na Roho huwa na usemi, yeye hunena kwa niaba yetu. Unakumbuka wakati fulani Hana akililia kwa ajili ya kumwombea mwana, kwa ajili ili apate mwana. Anapolia katika ile sehemu ya maombi, bwanake anaona ni kana kwamba ni mlevi ama ametumia mvinyo, lakini yeye anasema kwamba anamlilia Mwenyezi Mungu, anamjibu bwanake kwamba anamlilia Mwenyezi Mungu. Ni hali kama hiyo, pengine umepata na uzito katika maisha, ama unapitia hali iliyo ngumu, hali ambayo inafanya hata maneno kutoka katika kinywa chako sio rahisi. Lakini unapoanza kuomba, pengine hata unashindwa ama unakuwa na ugumu wa kuomba, huyu Roho ndiye hunena mambo ambayo yanaambatana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wakati unapojipata katika wakati kama ule, ni vizuri kuweza tu kutulia ndani yake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kuweza kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba yu pamoja nawe katika hali kama ile. Najua kuna wakati ambao unaweza jipata ule uzito ama msongo wa maisha umefanya hata kutamka maneno imekuwa ngumu, lakini mradi tu unakawia ndani ya Roho wake Mwenyezi Mungu, yeye hututia nguvu, yeye hunena kile ambacho ni mapenzi ya Mungu wakati ule. Biblia inatuambia pia katika ya kwamba Roho wa Mungu hutusaidia katika uhusiano wa kawaida. Hili ni swala ambalo tulizungumzia katika vipindi vyetu vilivyopita, na tukasema ya kwamba Roho wa Mungu huunganisha waumini wote kupitia kwa Roho, kufanya mwili wake uwe mmoja, ukiwaleta wale wote ambao wanaamini katika moyo na katika mawazo wawe wamoja. Roho wake Mwenyezi Mungu pia huleta upendo kati yetu, na huyu Roho huweza kummimina upendo wake ndani ya mioyo yetu, ili kwamba tukaweze kupendana, na swala hili huweza kuzalisha upendo ndani mwetu.
Nataka nikukumbushe pia hata katika hali ya kawaida ya ugumu wa maisha, Roho wa Mungu hupeana faraja. He is a counselor, or katika lugha ya Kiyunani ni mshauri ama mtu ambaye anashauri, natokana na neno paraklete, to comfort or to strengthen or to support believers in times of suffering and trials. Hili neno counselor, tafsiri yake iliyo katika kitabu cha Yohana 14:26 ni neno paraklete, ambayo inamaanisha kupeana faraja ama kutia nguvu ama kupeana msaada kwa ajili ya waumini ule wakati mgumu ama wakati wa majaribu. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26, Biblia inasema, lakini yule msaidizi, yaani Roho Mtakatifu, ambaye Baba yangu atamtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba yule Roho anaitwa msaidizi. Ni msaidizi kwa njia ipi? Yeye hupeana faraja. Sijui ni jambo gani ambalo unapitia, sijui ni ugumu gani ambao unapitia, pengine umepata pigo katika maisha, lakini nataka nikukumbushe ya kwamba Roho anaye wake Mwenyezi Mungu, Roho ambaye tumepewa, ni Roho ambaye hupeana faraja, ni Roho ambaye huzungumza mambo yaliyo mema, ni Roho ambaye anatukumbusha kila wakati ya kwamba sisi ni wana wa Mungu na kwamba sisi tunapatikana katika njia yake. Nataka nikukumbushe pia msikilizaji ya kwamba kila wakati unapotembea katika maisha hapa ulimwenguni, ni vyema na ni vizuri kuweza kutamani kuongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyu Roho atakupatia njia, atakufundisha njia ya kuweza kuenenda, atakupatia ujasiri hata ule wakati unapokuwa na ugumu, na hata wakati unapofanya maamuzi, atakupatia amani ya moyo. Najua hii ni changamoto ambayo mara nyingi vijana huwa nayo wakati wanapotaka kufanya uamuzi kuhusu mchumba yule utakayeona ama utakayeoleka kwake. Lakini ni vizuri nikukumbushe ya kwamba utakapofanya uamuzi ukimtegemea Roho wake Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kukuelekeza kwa jambo ambalo utajuta, bali yeye atapeana njia iliyo ya kweli, njia iliyo nzuri. Ni jambo ambalo yapasa tukaweze kutamani kujisalimisha kwake Roho wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu yu tayari kila wakati kuweza kutuongoza katika njia ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo msikilizaji, nitakomea hapo kwa leo. Nishukuru kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kujitolea kwako. Mola akitujalia tutaweza kukutana Jumanne ijayo ya mwezi wa 3, na rejesha usukani kwa ndugu yangu Delvis. Nitarejea na maombi baadaye. Aweze kuendelea na kumalizia. Karibu tena mchungaji. Asante sana. Kwa hivyo msikilizaji, nishukuru kwa wewe yule ambaye umeweza kutusikiliza jioni ya leo. Naamini ya kwamba hili litakuwa tamanio lako ndani ya moyo wako, ya kwamba Mwenyezi Mungu kila wakati katika kila jambo unalotenda, kwa wewe ambaye ni mwana wake, ukaweze kutamani ya kwamba huyu Roho akaweze kukuongoza. Na kwa yule ambaye hujampokea Bwana wetu Yesu Kristo, hujamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni ombi langu ya kwamba utajisalimisha maisha yako kwake Yesu Kristo. Yeye ndiye aliye na uwezo pekee wa kuweza kuyabadilisha maisha yako na kukufanya uwe kiumbe kipya. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kukusaidia hata kutembea katika safari hii ya wokovu. Haitategemea juhudi zako, haitategemea bidii yako, bali itategemea huyu Roho wa Mungu kuweza kukutembeza hatua baada ya hatua, ili kwamba ukaweze kufikia kile kiwango ambacho Kristo anatamani ukaweze kufikia. Kwa hivyo nitaomba kwa pamoja ili kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kutuongoza na kutuelekeza, na naamini ya kwamba Bwana ni mwaminifu na atatenda hivyo. Tuamini tunapoomba. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wakati kama huu. Ni asante Bwana kwa sababu ya upendo wako ulio wa ajabu. Ni asante Bwana kwa sababu ya hili neno lako ambalo ni hai. Baba, tunataka kumkabidhi yeyote yule ambaye anatamani kukujua na kujisalimisha maisha yake kwako mikononi mwako. Bwana, utaweza kumuongoza na utaweza kumwelekeza katika hatua zote. Utaweza hata kumsimamisha imara katika ushindi wako. Wacha neno lako
wako na roho wako viwe nguzo muhimu katika maisha yake, ya kwamba maisha yake hayatasalia jinsi yalivyo, bali utaweza kumtenda mema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni asante Bwana hata kwa ajili ya msikilizaji yule, yeyote yule ambaye amekuwa akikangana katika safari hii ya wokovu. Nataka nimkumbushe ya kwamba Bwana unaye roho wako ambaye ni msaidizi wetu kulingana na neno lako katika kitabu cha Yohana, na huyu roho huwa kwa ajili ya msaada wetu. Kazi yetu tu ni kuitisha usaidizi kutoka kwake. Baba, tusaidie katika maamuzi yote ambayo tunafanya, Bwana, tukaweze kumtegemea huyu roho wako, tukaweze kumtegemea yeye, kwa sababu yeye tu ndiye atakayetufanya tukaweze kuishi maisha ambayo ni ya kukupendeza. Yeye tu ndiye atazalisha tunda la roho ndani mwetu. Ni asante Bwana hata kwa ajili ya studio hii. Ni asante Bwana hata kwa ajili ya kazi njema ambayo inaendelea katika studio hizi, pamoja na wote ambao wanahudumu hapa. Bwana, na wasalimisha mikononi mwako, nikitangaza wema wako utakuwa sehemu yao. Ni asante Bwana hata kwa ajili ya wahuduma wote Bwana ambao wanahudumu hapa. Baba, tunazidi kuwakabidhi mikononi mwako, tukiomba kwamba ushindi wako utakuwa sehemu yao. Ni asante Bwana hata kwa ajili ya taifa letu la Kenya, nazidi kuliombea tukiomba amani hata wakati huu wa Bwana, ukaweze kutuongoza katika taifa letu, ukaweze kutupa hekima itokayo juu mbinguni, na zaidi ya yote amani ipitayo ufahamu wote. Ni asante kwa kuwa wewe ni mwema, ni asante kwa kuwa unatupenda, ni asante hata kwa ajili ya ndugu Delvis anapoendelea na vipindi vilivyosalia. Bwana, ukaweze kuwa pamoja naye, uinuliwe na upewe sifa, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Wow, asante sana. Kwa manufaa ya yule ambaye anatupokea kwa mara ya kwanza, labda mwelekeo kanisani Asubuhi anaweza kufikaje? Asante sana. Kwa yule ambaye pengine ni mara yako ya kwanza kusikiliza kipindi hiki ama kusikiza mafundisho haya, jina langu ni Johnson Opeyo, natoka sehemu ya Asubuhi. Pengine ukishuka au ukitoka Kima unaenda mpaka Asubuhi, ama ukitoka Msutsi unaenda mpaka Asubuhi, kuna magari yanayoenda hiyo barabara. Ni karibu mita 150 kutoka kwa barabara ukielekea njia ya Msire. Kwa hivyo ukifika tu Asubuhi, tafuta njia kwenda Msire, utaona kanisa la Word of Life sehemu ile, na umekaribisha kwa ajili ya ibada zetu za Jumapili pamoja na vipindi vyetu vya katikati ya wiki. Wow. Bwana akaweze kuwabariki sana. Anasema thanks so much for the wonderful word of God. I am blessed this beautiful evening. Thank you so much. Amebariki sana. Kwa hivyo mchungaji, thank you so much kwa kuja. Thank you so much kwa neno. Wacha neema ya Mungu izidi kufanya kazi yake. Asante sana. Nawe pia uwe na wakati mwema. Asante kwa ajili ya kazi hii njema ambayo unafanya. Nashukuru. Mara nyingi huwa tunakusikiza masaa ya asubuhi sana. Wakati mwingine huwa tupeani feedback, lakini tutakupata. Najua. Especially sehemu za Matsuli mko very clear. Wow. Asante. Nashukuru sana. Wacha neema izidi kuongezeka. Asante sana. Mungu akubariki, safari iwe njema. Pia na. Amen.